Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazibeberusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Taarifa za ndani ambazo zimetufikia uwezi kuamini. Rais wetu Samia Suluhu Hassan yu matatani baada ya Marekani kumfinyilia shingo chini. Huenda huu ndio mwisho wake umefika, akiwa Ikulu kama rais aliyejichagua mwenyewe. Marekani yamkanyaga Samia shingo kivipi? Taarifa za ndani zimetufikia zinasema ya kwamba taifa la Tanzania kupitia serikali iliyopo mamlakani ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikishirikiza, imekuwa ikiomba Marekani kutoa usaidizi hapa Tanzania, lakini kufikia sasa Marekani haijasaini chochote kuhusu kufadhili miradi ya afya katika taifa la Tanzania. Nani ametufahamisha? Tumepata taarifa hizi kupitia mwanaharakati wa hapa Tanzania ambaye anaitwa Hilda Newton Chadema. Ameandika katika mtandao wake wa kijamii huku akifichua siri haswa kwa kile ambacho kinaendelea. Akaandika hivi: serikali ya Marekani iendelee kushikilia hapo hapo mpaka wote walioshiriki kuua ndugu kwa risasi Oktoba 29 mwaka jana 2025 wawajibishwe. Huwezi kumwaga damu za Watanganyika zaidi ya 10,000 halafu una act as if hakuna chochote kilichotokea. Akaunganisha ujumbe ambao haliweza kutumiwa ambao unasema hivi: kamanda, tuendelee kupiga spana, maji yapo shingoni kwa serikali. Mpaka leo tupo kwenye kikao, Marekani haijasaini chochote kuhusu kufadhili miradi ya afya Tanzania, hivyo tushikilie hapa hapa. Ndio tunafanya presentation hapa kwa watu wa ubalozi. Sasa hii ni taarifa ambayo imeweza kuchapishwa na Hilda Newton ambaye ni mwanaharakati hapa Tanzania. Ndiye ameweza kutufahamisha taarifa hizi za ndani. Ukitaka unaenda kwa mtandao wa Hilda Newton utaziona hapo amechapisha. Sasa penye tumefika hapa Tanzania ni kama tunaendelea kulilia serikali ya Marekani. Ikumbukwe ya kwamba Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe wakati alipokuwa na kikao kile ambacho alikuwa Disemba nacho, yes, kule Dar es Salaam alipokutana na waziri, akasimama akasema ya kwamba kuna wale ambao wanatuambia tufanye hili tufanye hili. Who are you? Marekani ikasikia vile amesema who are you, yani alikuwa anauliza nyinyi ni akina nani mnatuagiza kufanya hili na hili. Wakamwachilia, wakaondoa ufadhili, hawatumi ARVs, zile dawa ambazo ni za kukinga ama kuzuia makali ya ugonjwa wa ukimwi. Marekani ikasitisha ufadhili huo. Sasa Marekani haitoi ufadhili wowote hapa Tanzania. Sasa wameanza kulia, wanatembea ofisi za ubalozi za Marekani kuomba misaada baada ya Marekani kufunga misaada, kwa sababu Marekani iliapa ikasema ya kwamba hawezi kufadhili udhalimu ambao unaendelea hapa Tanzania baada ya Samia Suluhu Hassan kujichagua na kujiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi kama rais, na hakuchaguliwa na wananchi kwa sababu kilichosemekana ni uchaguzi, watu hawakushirikishwa kwa uchaguzi. Ila tu tuliona tume ya uchaguzi ambayo inastahili kubadilishwa sasa hivi ikimtangaza kwa 98%, rekodi ambayo haijawahi kuandikishwa kwa taifa lolote, na hata tangu tupate uhuru hapa Tanzania hatujawahi andikisha rekodi kama hiyo. Sasa Marekani wakati ilipokuwa inauliza haya yote, alafu rais wetu hapa Tanzania akauliza who are you. Sasa jambo hili ndio liliweza kumweka matatani. Hamna ufadhili, hamna misaada ambayo inakuja hapa Tanzania. Sasa Tanzania iko katika hali ambayo ni ya kulia kila wakati. Ndio bana wamejaribu kutembea katika ofisi za ubalozi kuomba msaada, kuomba Marekani iweze kutoa msamaha kwa Tanzania, lakini imeshirikana. Taarifa hizi ni za ndani ambazo tumezipokea sasa hivi. Zinasema ya kwamba sasa Marekani imesema liwalo na liwe, hawawezi kutusaidia, hawawezi kutoa ufadhili. Unajua
enzi zile tangu ukimwi kutangazwa kuwa janga la dunia, Marekani imekuwa ikitoa ufadhili mkubwa wa ARVs, zile dawa ambazo wanameza watu ambao wako na ukimwi ili kupunguza makali na wasije wakaaga dunia. Tulikuwa tunapokea misaada hiyo bure, bilashi, hatukuwa tunalipa chochote kama Tanzania na hata mataifa mengine barani Afrika. Tunategemea dawa ambazo zinatoka kule Marekani. Sasa Marekani baada ya kusitisha, ndio maana wamekuwa wakitembelea ofisi za ubalozi, imeshirikana, wakasema wataanza kutengeneza zao. Hakuna misaada. Mnajua misaada sio kama mkopo. Msaada mtu anakupea hurudishi. Sasa Tanzania tumefika mahali tumeanza kulia kwa sababu tumeanza kuyapitia. Mnakumbuka mataifa mengine kama Canada, mataifa mengine kama Sweden, ukipenda Uswidi, mataifa mengine kama hayo yaliweza kukiri hawawezi kutuma misaada hapa Tanzania, na misaada ile ambayo walikuwa wanatuma hapa Tanzania walibadilisha wakaelekeza nchi zingine. Na hata Umoja wa Mataifa wakishirikiana na bunge la Ulaya wakasema Tanzania isije ikafadhiliwa. Ndio maana uchumi umeharibika hapa Tanzania kwa sababu ya huyu mmoja ambaye amekaa uongozini, anaitwa Samia Suluhu Hassan. Akiondoka hivi milango yote itafunguliwa. Na yeye ni kiongozi katili, yeye ni kiongozi wa kimla, kiongozi ambaye anawatesa viongozi wa mrengo upinzani. Akina Tundu Lissu wamekaa gerezani kwa muda, akina John Heche wanafuatiliwa hapa na pale. Humphrey Polepole alipozungumza ama kuikosoa serikali yake tangu mwaka jana mwezi wa 10, hajulikani aliko, akapotezwa tu, akatekwa nyara. Kikosi ambacho ni cha Mafuele ambacho kiliweza kusimamishwa na Marekani, wakaweka breki ama wakaweka vikwazo kwamba Mafuele asionekane Marekani. Na kuna baadhi ya maafisa, na hata Marekani iliweza kususpend ama kufutilia mbali visa zote za Watanzania. Hatuwezi kuruhusiwa kwenda huko Marekani kwa sababu ya kiongozi mmoja ambaye anaitwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo sasa hivi tuko katika janga kubwa. Sasa hivi tunapitia mambo mengi ambayo ni magumu, hatujui tuende wapi, hatujui tufanye nini. Kwa hivyo kufikia sasa Samia haamini kinachoendelea, yuko taabani kwa sababu yeye ndiye chanzo, yeye ndiye kisababishi cha changamoto ambazo tunaendelea kupitia hapa Tanzania. Lakini tuzidi kuomba Mungu, wakati mmoja akiondoka mamlakani, huenda tutafunguliwa njia ya misaada na ufadhili kuja hapa Tanzania, kwa sababu uchumi haumaliki. Uchumi unafanya vibaya ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika, kwa sababu ya ukosefu wa misaada na usaidizi ambao unatoka katika mataifa mengine kuja hapa Tanzania, kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan kujiabisha na kuingia mamlakani kama rais ambaye aliweza kujichagua mwenyewe. Je, unaunga mkono Marekani kukanyaga shingo ya Samia Suluhu Hassan na kusema misaada haiwezi kufika hapa Tanzania? Tutuandikia hapo kwa comment section. Kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hii. Tukutane baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, naomba tu uweze kusubscribe na uwashe kengele, ili wakati tutakapoweka kanda utakuwa unapokeza notification tu ya kukuambia ya kwamba tumeweka kanda ambayo inastahili kutazama. Asanteni sana. Barikiwa.